Anza. Haleluya. Karibu sana mtazamaji wetu. Mahali popote ulipo, tunakukaribisha katika hii meza ya ukweli. Tuko hapa Hosana Faith TV. Kama kawaida, leo ni siku ya Monday. Tunakukaribisha katika hii mada ya leo ambayo Mungu ametujalia na Mungu ametuneemesha. Kwa siku ya leo tunakuletea mambo mazuri ambayo yako ndani na uhai na uzima, na ni mambo ukifuatilia utafaidika. Biblia inasema kwamba lishike neno langu na litakuwa afya mwilini mwako, kwamba ukishika neno la Mungu linakuwa afya kwa mwili wako. Na hii maneno ni maneno ya uzima, ni maneno ya kweli na ni maneno ya uzima. Ndiyo tunakuletea kwamba hili neno liwe uzima katika maisha yako, kwamba ukilishika litakuwa afya katika maisha yako. Haya maneno ukiyafanya, ukiyafuatilia, ukiyapenda, itakuwa uzima katika mwili wako. Kuna watu wengine ni wagonjwa, na ni wagonjwa ni kwa sababu waliweka kando maneno ya Mungu, wakachagua maneno ya dunia. Lakini leo tunaleta maneno ambayo yatafanya unaweza kurudi katika laini ya Mungu. Unaweza kuanza kufanya mapenzi ya Mungu. Na ukitusikiza, ukitielewa na ukitufuatilia, itakuwa mambo ambayo itaponya roho yako na mwili wako. Kwa hivyo karibu sana mahali popote ulipo. Tunakukaribisha hapa katika hii meza ya ukweli. Ukiwa na swali, ukiwa na jambo lolote ambalo unaweza tuhusike, ili tusaidiane na tusonge mbele na uone matunda ya Mungu katika maisha yako. Karibu sana mtu wa Mungu. Mbarikiwa sana. Karibu. Majina yangu naitwa Josephat Machio, na ninakaribisha katika hii meza ya Bwana, meza ya uzima ambayo inaleta maneno kwa uwazi na maneno ya kweli. Amen. Karibu sana. Karibu sana mtumishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya jioni, umeshindaje? Uko wapi? Uko namna gani? Kwa yeyote yule ambaye anasafiri, wengine wako kazini, wengine wako nyumbani washafika, uko maskani yako, unaweza tune in ama umetune in kutuwatch, kuwa pamoja nasi katika kikao hiki. Ninakusalimu tena. Ujambo, habari ya jioni, habari ya leo. Mimi ni Pastor Joseph Ogwena wa Hosana Faith Center of Kenya, Lungalunga. Leo tuko hapa kanisani. Hii ndio kanisa ya Hosana Faith Center Lungalunga, na tuko katika meza ya ukweli. Meza ya ukweli hii huwa tunakuja kwako siku ya Jumatatu, masaa haya, masaa mazuri, baada ya wewe kutoka kazini, baada ya wewe kuja kurudi nyumbani ili ya kwamba ukapumzike. Siku hizi mambo ni mazuri, unaweka tu hapo simu na unaendelea kupoa, na unasikiza mahubiri, unasikiza mjadala, unasikiza maneno ya Mungu, yanaenda vizuri sana. Nataka nisome mstari ndio nikuambie mambo yingine yote. Nataka nisome hapa mstari mmoja ambao utatuelekeza, ambao nitaongea tu kwao peke yake leo, sababu si mistari tu nimekuja kukusomea, lakini tunaongea tu maneno ya kweli, yale ambayo yanafaa kufanywa, yale ambayo yanafaa kuzingatiwa, ili ya kwamba ukweli, Biblia inasema kwamba mnapojua kweli,
ukweli itawaweka huru. Nisikie vizuri sana. Ukitaka kuokoka, utakuja kuokoka baada ya kupata ukweli. Na kama haujaokoka, unaweza pia kusikiza haya maneno. Manake ni ukweli tu wa maisha yako ndio ikuletee sasa wewe kutamani kuokoka, kwa sababu ukiokoka nayo ni zaidi, kwa sababu haya mambo yote yameshikiliwa na huyu Mungu. Naye Mungu anataka watu wafikie huu uokovu. So tusikize na utuambie unatuangalia kutoka wapi, unatusikia kutoka wapi. Tuambie wewe ni nani, ni nini unachoona kuhusiana na haya mambo. Umaskini uko na umaskini wa roho uko. Sasa wacha nisome huu mstari ndio tukuje tuongee. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2, tusome tu kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba ninyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tulikuwa watu wamekufa kwa sababu ya dhambi na makosa yetu ambazo tulizitenda zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu. Sasa sikiza vizuri sana. Paulo anasema kwamba akawa anaambia watu wa Efeso ya kwamba hata na nyinyi mlikuwa mmekufa kwa sababu mlikuwa na mambo ya kawaida ya kufuata mwili ya mambo ya dunia hii, kawaida za ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Sasa katika hii dunia kila mfalme kuna vile ambavyo huwa anatawala. Hii yafaa ujue hivyo. Kama haujui vile kila mfalme anatawala, then tafuta maisha yako vile utaishi, kwa sababu vile utaishi utatawaliwa. Unaona katika serikali kuna wale ambao wanajua president yuko ambaye ni Rais William Samoei Ruto. Kila mtu anajua hivyo, lakini sio kila mtu anajua hivyo. Kuna wengine ambao wanajua kwamba wao atakuja ni Kalonzo. Kuna wengine wanajua kwamba wao alianguka ni Raila. Kuna wengine wanasema Matiang'i ndiye atakuja, huyo ndiye atakuwa rais. Lakini wako tu. Sasa wao wako, kila mtu anaishi katika, hata akishikwa atakiri aseme ya kwamba Ruto siye rais wangu, na ako Kenya. Ako Kenya hii. Kwa hivyo ukiishi utatawaliwa, you like it or not. Ni wewe ujue ya kwamba unatawaliwa na mfalme yupi. Sasa hapa Paulo akawa anawaambia kwamba kwa vile mlifuatia na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, ama yule roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Sasa sikiza, wale ambao wanasema kwamba Ruto sio rais wao, wako na mfalme wao ambao hawa ni waasi, wameasi serikali. Hawataki hii serikali. Sasa wanajua yao iko ambayo itawafanyia, itawatawala. Hawataki hii ambayo iko. Sasa hivi huyu naye anatawala, lakini kuna kitu ambacho kimetajwa hapa. Kimetajwa roho. Utawala uko na roho. Kama vile tu tulikuambia kwamba umaskini ni roho na utajiri pia ni roho. Kama hauwezi patana na hii roho, then hauwezi kuwa vile ambavyo inatakikana iwe. Kama hauwezi kutana na hii roho, haiwezi kutana nayo. Nimekuambia kama haujaokoka hakuna shida. Sina shida na wewe kama haujaokoka.
hata kama haufatangi hii maneno sana, kama mtu mwokofu haina shida, lakini utafika mahali utaki. Na uokofu ni roho. Manake Yesu anasema kwamba unapojua kweli, kweli itakuweka huru. Na lazima utaingizwa katika roho atakaye kulinda, atakaye kuchunga. Anasema ako na Roho Mtakatifu. Huyo ndiye atakaye achiliwa akuchunge. Sasa angalia, katika ufalme huu kuna roho. Anasema kwamba mlifatisha, mliandamana, mliangalia yule mfalme wa ulimwengu wa anga hii ya ulimwengu huu, ambaye ni ako na roho ya uasi, roho ya kufanya mambo tu vile ambavyo inatakikana. Wacha nisome nimalize. Mstari wa 3 nasema kwamba ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mwili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani mumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Maneno haya ndiyo nitakuja kuongelelea. Tumetajwa hapo roho. Pande ile ya ule mfalme kumetajwa roho. Pande ile nyingine tumetajwa roho. Na sasa sisi tulikuwa tunaongea, ukiona kwa hiyo screen hapo chini. Hapa chini hapa unasikia kwamba inasema ya kwamba kupigana na roho na misingi ya umaskini. Wakati ule mwingine tulikuwa tunaongelelea roho. Sasa tumeingia misingi. Misingi ina create roho. Roho hii sasa ndio inatawala. Sasa sisi tulijua roho na tukatoka kwa roho tukakuja sasa kwa misingi. Tubomoe misingi ile ambayo iliwekwa na zamani, ile ambayo tunafata na haitusaidii, ile ambayo lazima. Nilikuwa nauliza hivi ya kwamba wewe unajua kwa nini misingi ni kama vile wazee wanamletea maji haya, anataka kukunywa, anashika hivi, kabla hajakunywa anasema anaweka chini hivi kidogo ndio akunywe. Sasa wewe unajua hiyo inaenda wapi? Sasa hiyo sio roho, hiyo ni misingi. Misingi ile bado inaendelea kuabudiwa. Misingi ile ya mababu zetu bado inaendelea kuabudiwa. Niliambia watu ya kwamba katika kitabu cha Proverbs kuna mtu anaitwa Aguri. Aguri kwetu walikuwa wanajisifu, wanasema kwamba kutoka kwa Aguri. Lakini wa kwetu kama tasikia anasema kwamba kutoka kwa Siakuru. Hiyo ndio sasa lugha ya kwetu. Sasa Siakuru, Aguru ni yule mtu ambaye ni mwanzilishi, ndiye msingi wa mila ya kwetu, ndio msingi wa matendo ya dunia ya kwetu. Sasa huyo naye anasema, Aguri anasema kwamba yeye si mtu, hata hajui uungu, hatambui hiyo, hata hajui mambo na utakatifu hiyo. Lakini angalia, hata wale ambao wako sahihi, vile dunia imekuwa enlightened, hawajui ya kwamba yule Aguru ambaye huwa wanaapa kwake anasema ya kwamba ako kwa Biblia. Wacha nikuambie leo, kama wewe unanisikiza na ni wa kwetu, najua hiyo maneno nimeongea, yeye ako kwa Biblia, ameandikwa kwa Biblia. Huyo Aguri, huyo Aguru, huyo ameandikwa kwa Biblia. Aguru ameandikwa kwa Biblia na anasema kwamba yeye si mtu, si binadamu,
hajui hata ubinadamu, hajui uungu, wala hatambui utakatifu, hajui hayo, anaweza fanya jambo lolote. That's why vitu za zamani wanaziombanga kufanya mambo ya mila, hawaziombangi kufanya mambo mazuri ambayo yanaweza kuendelesha. Tulifanya hivyo, yalituletea hasara. Leo hii nashukuru watu wengi wameachana naye, na hiyo ndio misingi. Katika hiyo misingi kuna mambo ambayo wewe hauwezi kufanya wewe mwenyewe, na nimesikitika sana, ndio nikaanza haya maneno. Kila ambacho nimesikitika nacho ya kwamba watu ambao wanaofanya mila sana, ambao watasindikizwa, ambao watalazimishwa, ni watu maskini. Hao ndio wanaambiwa enda tafuta hii, enda leta hii. Mtu tajiri kwake kukikufa watu, hata kama hajaokoka, hakunanga mtu anaenda kumuuliza ya kwamba sasa unajua lazima ufanye hivi. Hakuna mtu anaenda kumuuliza. Imagine ula anapanga mambo yake kuisha. Yeye ndiye akitaka ndiye atakuja aseme ya kwamba nataka muniitie watu wale wanaweza fanya hivi. Lakini hakuna mtu anaweza, hata wazee hao washakuwa corrupt. Hawawezi enda wakasema kwamba sasa hii ni nchi yetu, hii ni ardhi yetu, hii ni uko yetu, lazima hii ifanyike hivi, kwa sababu yeye anawapatianga wakikula. Sasa washa corrupt, hizo vitu haziko in position. That's why sisi tukiwa Kristo tunakataa, tunasema kwamba hazitusaidii, kwa sababu kama ziko already ziko corrupt, hazitusaidii. Then sasa mtu tajiri yeye ndiye anaitana na inafanywa vile yeye anataka. Lakini hawa maskini, hawa ambao hawana, Biblia inasema kwamba walipouliza Daudi ya kwamba mtu mmoja alikuwa na ni mbuzi mmoja, ng'ombe, kondoo mmoja, alafu mwingine alikuwa na kondoo wengi. Then yule ambaye alikuwa na kondoo wengi alipopata wageni, akaenda kuchukua kondoo mmoja wa yule ambaye ako na moja, akaja kuchinja. Wakamuuliza afanye nini, afanyiwe nini? Akasema huyo mtu awao. Anayesemekana wawe ni huyo Daudi ambaye anaulizwa. Sasa maneno ikageuka ya kwamba Daudi yeye ako na mali nyingi, lakini ako na vitu mingi sana, ako na wake, lakini sasa tena ameenda amechukua mke wa Uria. Sasa ndio ikawa ya kwamba haya maneno ni yeye yako kwake. Sasa angalia ya kwamba maskini bado ananyang'anywa, maskini bado anateswa, na ndio sababu hii roho ama hii misingi ya umaskini imekalia watu ambao hawana maarifa, watu ambao hawana uwezo, watu ambao hawawezi kusikia neno la Mungu na likaingia ndani yao. Kwa sababu wanaowasaidia wanataka mpaka wafanye hiyo mila. Walio nao karibu wanataka wafanye hiyo mila. Lazima wakae hapo. So lazima waendeleshe hizo misingi. Hizi misingi za kumwaga chini pombe. Pombe ni lini ikanywewa na udongo? Si hizo ni misingi. Na hizo misingi ndio zimejaa na vitu, ndio zimelete mambo mabaya. Kwa hivyo sikia vile ambavyo Biblia inasema. Paulo akasema vizuri sana kwamba na sisi pia tulikuwa tumekufa. Tulikuwa ndani ya hiyo. Leo hii tunapoongelelea wokovu, ni hii tuna base kwayo ya kwamba sisi pia tulikuwa tumekufa, lakini Mungu wa huruma, Mungu wa rehema akatuhurumia, maana tulimsikia, tulimtaka. Sasa Mungu akisha kuhurumia, unaacha kuabudu yule mfalme, ile roho ambayo ni ya kuasi, ambayo ni inafanya mabaya, iliyo na tamaa, iliyo na mambo machafu, iletayo umaskini. Sababu vitu vibaya viko katika umaskini, lakini na vitu vizuri viko na mtu ambaye ni tajiri. Huyo mtu akitaka kujienlighten, anaweza kujienlighten rahisi sana. Lakini maskini atataabika, atang'ang'ana, atatembea, atakula shida, atalala njaa, na asiseme amelala njaa. Tajiri hawezi lala njaa. Akijaribu tu kulala njaa, mambo inakuwa mengine tena. So mpendwa, niko na mambo mengi kuhusiana na hii, lakini nataka tuongee kikawaida. Nataka tuongee mahali ambapo tunaelewana. Hata wewe unaelewa ya kwamba ni kitu gani. Lakini ujue ya kwamba shida ile ambayo tuko nayo, hata serikali inasema ya kwamba wakati walipokuwa wanapigania uhuru, walisema kwamba tunapambana na mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza ni umaskini. Njaa. La pili ni
njaa. La tatu ni masomo. magonjwa. Magonjwa. Hapana. Umaskini, elimu na magonjwa. Sasa na hii vitu yote inachangiwa. Unaona, elimu kama hauna pesa hawatasoma. Hawatasoma kama hauna pesa. Alafu magonjwa, watu watakufa tu kama hauna pesa, watakufa tu. Sasa cha msingi ni umaskini. Ukieliminate umaskini, then umeleta watu wasome. Umeleta watu wafanye nini? Waishi vizuri. Wawe wazima. Watakuwa wazima. So wacha tuendelee kuongea. Huyu jamaa mtu wa Mungu pia achangie kidogo, alafu tukuje tumalizie. Leo hatuna muda mrefu, lakini Mungu akitujalia tutaendelea. Karibu sana mtu wa Mungu. Amen. Nashukuru sana pia maneno kwa ile style umeleta. Watu wengine wanaweza kosa kuelewa, lakini ni hapo tu. Unaona hapo hiyo ofisi inaeleza vizuri sana kwamba mlikuwa mmekufa. Na ukisoma hapo chini nasema kwamba mnatembea kama wafu, kumbe mko hai. Mnatembea kama maskini, kumbe nyinyi ni tajiri. Sasa misingi ni mibaya sana. Misingi, unaona mtu akifanya jambo la kihistoria, unasikianga hata wakimbiaji anasema amevunja rekodi. Amevunja rekodi. Yaani ile rekodi iliyowekwa tena ingine imefanya nini? Imevunjwa. Yaani amevuka hiyo mipaka ile ilikuwa imewekwa na mtu fulani. Huyo ameingia katika vitabu vya kumbukumbu sasa. Ameweka rekodi mpya. Mwanariadha wa Kenya ameweka rekodi mpya dunia, mbio za fulani. Na unaona mtu pengine mtu wa kitambo sana. Kwa hivyo unafanya jambo la kumbukumbu, jambo la ajabu la kuvunja misingi ile ambayo iliwekwa. Na watu wengine bado wanafuata misingi. Anasema sisi hii ndio misingi yetu ya ukoo wetu, wa familia yetu. Na watu wengine waliweka maagano, waliweka misingi ya maagano mibaya sana. Ya watu wazee wengine katika boma, unawe waliweka misingi. Mtu anasema kwamba hapa hakutakuwa na mtu ambaye atafanya ABCD. Na inafanya hivyo. Mzee aliweka hiyo maagano akamaliza hivyo. Ikabaki namna hiyo. Na kweli watu wameishi wakiwa wanafuata hiyo kitu. Unapata mtu ameweka misingi ya masomo. Hakuna mtu anavukanga hapo. Akifika class 8 basi hapo ndiye amesoma sana. Imewekwa namna hiyo. Sasa watu wamekuwa wakiwa hivyo. Na ndio Paulo anazungumza pale, anasema mnaishi kama wafu na kumbe nyinyi mko hai. Sasa watu wameogopa. Hata wale ambao wako napata pesa hawawezi kujenga kwa sababu wameogopa ile misingi ambayo iliwekwa hivi. Iliweka limit watu wote. Watu wako katika limit. Lakini tunapojua kwamba hii maneno, Daudi anasema hapo kwamba aliposoma vitabu akagundua kwamba miaka hata ile ya mahangaiko ilikuwa imeisha. Sasa hata sisi tuliposoma vitabu na tunaendelea kupata ufunuo, tukajua kwamba hii misingi, kumbe mtu anaweza kuondoa misingi. Ukisimama imara, ukisimama na neno la Mungu, ukiendelea kuabudu Mungu, ukiendelea kuita Mungu, na Mungu anakuondolea misingi ile ambayo ilikuwa imewekwa ya umaskini, ambayo ndio imeleta kila kitu. The more unaendelea kuingia katika neno la Mungu, unaendelea kupata ufunuo. Na utapata mtu pengine, hata kama wewe ni mtoto wa last born, hata kama wewe ni mtu ambaye haukuwa na kitu, mtu ambaye ulikuwa umedharauliwa, lakini unaweza kuvunja misingi, ukaweka kitu ya kwanza, sema kwamba mimi kwa hii boma tujawahi kuwa na kitu kama hii. Hatujawahi fanya, mtu hajawahi vuka akaenda kiwango hii fulani. Inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Mtu akaweka rekodi mpya kama hii ambayo tunazungumza hii saa hii. Tuko katika hii mjadala. Saa nyingine unaweza kurudi nyuma uulize mtu wa Mungu namna gani. Hii sasa mimi nimekuwa kwetu nikiwa tunaona hii. Nikiwa naona watu wakiwa namna hii. Watu wakiwa wanatembea hivi. Wakiwa watu wanafanya namna hii. Inakuaje? Sasa hapo mnarudi katika misingi. Kwanza kuulizana.
Wakati mnaomba ama mnaombea mtu, unaona mtu misingi ya kwao inakataa, inasema kwamba wewe unaanza namna gani? Hii maneno tulikuwa tumeweka kwamba mtu asipite hapa, lakini inakuaje sasa wewe unakuja unasema huyu mtu apite hapa? Unaona ile mambo ya misingi ya nyumbani inaongea, inasema kwamba hii tulikuwa tumeweka kwamba hakuna mtu ambaye hapa atapata hata shilingi 1200 ama 1100. No way. Tuliweka hapo hivyo na inabaki hivyo, lakini Mungu ametusaidia. Neema ya Mungu imetusaidia kwamba tumepata neema. Unakuja tu na Mungu anakuneemesha na unapata ufunuo na unaingia kwa maombi na Mungu anakusaidia na unafuata neno la Mungu na Mungu anakufungua macho na sasa unaanza kufuatilia na unapata ukweli kwamba hii maneno inawezekana kwa Mungu, inawezekana. Na unasonga mbele na unavunja hizo boundary na unaingia na unaanza kufanya vitu. Watu wanaanza kushangaa, wanasema unafanya namna gani? Na unasema ni Mungu ambaye ametusaidia kujua kwamba kumbe tulikuwa tumewekea misingi ya kutovuka tuende pande ile nyingine ama kufanya kitu kama hii. Mtu hajaijenga nyumba kubwa, nyumba ya 3 bedroom. Mtu hajaijenga nyumba ya 4 bedroom. Unaona ule kijana ule tulikuwa naye hapa, Eric, alisema kwamba kwao watu wamesoma, kazini zake wamesoma, ni watu graduate, ni walimu wa sekondari, lakini wameogopa kujenga nyumba za permanent. Wanajenga nyumba za semi permanent. Sasa huyu alipookoka na alikuwa mtu wa Kristo, na anasema kweli hapo kulikuwa na uchawi kabisa, watu wameogopa. Akasema kwamba alipookoka yeye akapata courage, na siku moja Mungu akamwambia kwamba wewe endelea, utafaulu. Na akaweka ahadi, akasema kwamba mimi siku moja Mungu akinijalia nitakuja kujenga nyumba ambayo itastua watu. Na kweli alikuja kusimamisha. Mpaka sasa hawa wakubwa, wale watu ambao walikuwa wamesoma mbele yake, wakaanza kushtuka. Kwa maana ameweka msingi mpya. Sasa amevunja ile misingi. Sasa anasema watu wameanza kujenga. Watu wameanza kufanya maneno. Wanasema kumbe tulikuwa tumeogopa, kumbe namna hii. Kama mtoto wa nyuma kabisa ametoka nyuma na amekuja amejenga nyumba kama hii. Inaonyesha aibu. Mtu wa Mungu, inawezekana. Ile ambayo ilikuwa inatisha watu, saa hii Mungu ameneemesha maneno. Neema ikishuka na unafuata maneno ya Mungu. Na anasema kwamba tunaishi kama wafu na kumbe tuko hai. Unaishi kama maskini kumbe wewe ni tajiri. Amen. Yes. Kwa hivyo maneno hayo yanawezekana, mtu wa Mungu. Na ndio hapa Waefeso imesema vizuri sana. Mlikuwa wafu kwa sababu tulifuata ile maneno ya zamani, tamaduni za wazee wale wetu wa kwanza. Ndio tukaonekana kama watu, ikatudhoofisha, tukaogopa kufanya maneno mazuri. Kumbe kuna mambo mazuri. Mungu wetu anaweza. Kuanzia leo anza kupindua akili yako, anza kufuatilia maneno, anza kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu likae wingi katika ndani mwako, na Mungu atakupatia wisdom. Mungu atakupatia courage ya kufanya maneno ambayo haijawahi fanywa hata na wazazi wako. Amen. 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 Unaona hata wale wazazi waliogopa, wakauliza Eric, wakamwambia Eric, tutakufa, tutauawa, umefanya aje? Akamwambia nyinyi msijali. Kwa Mungu inawezekana kila kitu. Mungu ametugarantii tutafaulu. Amen. Amina. Karibu. Amen. Asante sana. Yes. Asante sana mtu wa Mungu. Umeleta hayo maneno mzuri sana na mifano iliyoko mpaka leo hii. Yes. Na mimi nataka tu kuhakikisha ya kwamba tumejengwa kwa misingi mibaya. Tulijengwa kwa misingi mibaya. Mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi analia katika Zaburi 51. Analia, anasema ya kwamba analilia Mungu, anamwambia Mungu ya kwamba tazama, 51 mstari wa 5 anasema kwamba tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Hatiani. Na hili ni jambo la msingi sana. Daudi akajua hivyo. Huenda pengine mama alienda nje. Hivyo ndivyo Daudi anajaribu kuleta maneno haya. Lakini hapa
huyu mtoto, wazazi na watu ambao wako hapa, huyu mtoto ako sawa kabisa. Lakini misingi ya kuzaliwa kwake ni mbovu. Mama mwingine alikuwa anahojiwa kwa redio, nikasikiza siku moja, anasema ya kwamba mimi niko na watoto 3 na mume wangu ndiye huyu tu, sijaiolewa mahali pengine, ni huyu tu niliolewa naye, na tuko na watoto 3. Lakini huyu mume mtoto wake ni huyu wa katikati peke yake, hao wengine hawa si watoto wake. Huyu wa kwanza na huyu wa 3 si watoto wake. Sasa nikashindwa, wakamuuliza inakuwaje? Akasema si ni hivyo tu. Amen. Sasa hawa watoto mahali wanakulia hapa, wanakulia mahali pazuri, maanake hapo ndio mama yake ameoleka, ako kwa bwana mmoja. Lakini angalia huyu mama alienda nje, alizaa na watu wengine, na analeta tu hawa watoto hapa bado. Huyu mzee ako na imani ya kwamba hawa ni watoto wake. Huyu mzee akiwa na imani ya kwamba hii ni damu yangu, hawa watoto watakuja kuanza kujifuruga kufanya vitu, kumbe sio damu ya hapo. So tuko katika misingi mibaya. Na Daudi anaposema hivyo inanikumbusha mambo ya wamama. Wamama, tafadhali, misingi hii nyingi sana ambayo imegusa maisha ya watu kutokuwa vile ambavyo walivyo, watu kutofanikiwa vile ambavyo inatakikana, watu kutosonga vile ambavyo walitakana wasonge, ni wamama wengi sana wamecreate. Daudi anasema kwamba mama yangu, Daudi hakuwa mama yake akibeba mimba yake, lakini amekwisha jua. So kuna uwezekano wa sisi kujua misingi ile ambayo tumetokea ndani, na ni Mungu anatusaidia, na ni Mungu anatuleta ndio tuweze kujua misingi ile ambayo tulizaliwa ndani, ile misingi ambayo tumesimamia, ile tumetoka kwayo. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine nasikitikanga, naona kwamba mtu mwanaume mzima ameoa, ako na watoto, ati ndio nasikia ati ameletwa kwa boma fulani, ati ni mtoto wa fulani. Imagine huyu mtu akiwa tangu mdogo. Sasa inakuwa ya kwamba kule amekataliwa. Fununu ilikuwa ya kwamba huyu mtoto sio hapa. Ndio sasa wakasema hapana, wale wakasema hii sio misingi yako, wewe toka enda kwenu. Ndiye anaenda sasa kwa misingi yake. Hakuzaliwa hapo, hakukulia hapo, hakukuwa hapo, mambo inachanganya. Sasa watu wanaingia katika misingi mibaya. Wengine wakishazaa hivyo wanajua ya kwamba mambo itaharibika, inabidi waende chini, waanze kuabudu hii roho ambayo tumesikia ya wafalme hii, waende kutafuta vitu ili misingi hii isimame. Zaburi 11:3 inasema ya kwamba Zaburi 11:3 inasema ya kwamba kama misingi ikiharibika, mtu mwenye haki atafanya nini? Kama hatukumtegemea Mungu na misingi imeharibika, na yeye ni mtu wa haki, yeye pia atakuwa katika misingi mibaya. Anataka misingi isafishwe, anataka misingi iwe sawa. Sasa unaweza kuwa mtu mwenye haki, lakini mahali huko haustahili kuwa hapo, na misingi imeharibika, unataka kujenga. Wengine watatokea waseme ya kwamba huyu naye anatokea wapi? Hii mambo ameleta mpya ni gani? Saa zingine tunapambananga, unataka kuleta haki pengine kwa familia, unataka kuleta haki, unataka kutengeneza misingi hata pengine kwa jamii, unataka kutengeneza misingi kwa nyumba, lakini wale ambao wamejua ya kwamba hii misingi ndio tunaishi ndani, mnagombana nao, mnang'ang'ana nao. Ndio sababu tumeileta tu direct ya kwamba kupigana vita na misingi ya umaskini. Amen. Amina. Amina. Wacha niangalie mstari mmoja katika Waebrania alafu nipeane. Waebrania anasema sasa, baada ya mtu kugundua ya kwamba misingi imeharibika na yeye ni mwenye haki. Sasa Waebrania, Paulo anasema, anaambia Waebrania 12:27 hapa. Waebrania 12:27
hapa anasemaje? Anasema anasema hivi, hiyo hii hapa. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, ili vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Bwana asifiwe. Amen. Angalia, Paulo anasema kwamba lakini neno hili hili neno mara moja tu tena linadhihirisha hili ambalo tunaongea hili, ya kwamba wakati mwingine lazima ulete mambo ambayo yanaweza dhihirika, na ni ya mambo yanaweza dhihirika ni kwa hili neno tu peke yake. Hili neno ambalo watu huwasikizi. Wakati mwingine hata kwa mtandao hii, yule ambaye atapata hii kanda ataangalia tu na aseme amelike, lakini nataka ufuatilie. Hebu jaribu kuchukua time yako, ama pengine saa ile unaombanga, hebu jaribu kuchukua time usikize na kwamba ni nini tunaongelelea, sio kulike tu, lakini jaribu kufuatilia kwamba ni nini tunachoongelelea. Biblia inasema kwamba Paulo akawa anawaambia Waebrania kwamba hili neno kwa mara moja tu litadhihirisha, litabomoa hiyo misingi. Maana kuna vitu ambavyo vinaweza kutetemeka, lakini ndivyo vimekaa mbele yetu, ndivyo vimekaa katika maisha yetu. Lakini tunapoleta hili neno, litatetemesha hivyo vitu, vitetemeke na vife, ili vile ambavyo haviwezi kutetemeka kama neno hili, msingi ule ambao hauwezi kutetemeka wa Yesu, ubakie na tujenge kwa huo, na watu tuishi tumemuogopa Mungu, tunapata baraka kwa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu anawapenda wote wale wanaompenda. Na of course kila mtu anapenda Mungu. Lakini wale ambao wanaomtafuta kwa bidii ndio watakao uona uso wake. Wewe ukionana na mtu unapata mambo mazuri. Wachana na wale waliosikia tu. Wachana na wale walioambiwa. Lakini wewe ukionana naye, wa zamani za Rais Moi, ilikuwa kwamba tu ufike tu mahali Moi yuko, umsalimia hivi, hautatoka hapo kama uko vile. Sasa hiyo nayo hii nayo ni zaidi ya Moi. Hii ya Mungu ni zaidi. Anasema kwamba wale watakao mtafuta kwa bidii wataona uso wake. Wewe ni nini unataka uone kama sio uso wa Mungu? Kama si Mungu atokelezee kwa maisha yako, kama si Mungu atokelezee kazini, kama si Mungu atokelezee kwa ndoa, kama si Mungu atekelezee kwa hiyo familia, kama si Mungu atekelezee kwa hayo mambo ambayo unataka kuyafanya, ni nini ambacho unataka? Kwa hivyo ndio Paulo anasema kwamba neno hili tu kwa mara moja litadhihirika ya kwamba liko na nguvu, na kwamba linaweza, ili ya kwamba vitu vilivyoko vinavyoweza kutetemeshwa vitetemeke na viondoke, vife, vihame, vipotee, visiweko tena, ili ya kwamba na vile ambavyo haviwezi kutetemeka vikae. Amen. Amen. Ni mzuri sana kwa sababu Efeso ametuambia mambo mengi, ametuzungumzia mambo mengi sana. Wacha niongeze hii Isaia alafu tumalize. Niongeze Isaia 28 Isaya 28 mstari ni wa 10 na ngapi? 16. Mstari wa 16. Anasema hivi. Isaya naye alikuwa tayari amesema kwamba kwa ajili ya hao watu wote wanaongelea juu ya neno. Na kwa sababu hiyo hili neno linaondoa wasiwasi na misingi. Tukishaondoa misingi mibaya, misingi ya kutoamini, misingi ya kutopenda Mungu, misingi ya kutofanya mila, misingi ya kutogharamika kwa vitu ambavyo haviendi. Msichana mmoja alituambia kwamba wakati alikosana na mume wake, si alisema
ya kwamba wakati alikosana na mume wake na ameokoka, alisema ya kwamba alipelekwa mahali akaambiwa, hii unaweza kunja huyo mwanaume arudi. Sasa angalia, mtu ambaye alikuwa ameokoka, walioana kwa upendo, wamekosana, ni maneno hawajaongea, lakini yeye anataka kwenda kwa mganga. Hiyo ni misingi mibaya. Yule anayempeleka kwa mganga kuna misingi mibaya. Anajua mapenzi, ndoa ni dawa. Anajua ni uganga. Amen. Sasa hiyo ndio tunaongelelea, ya kwamba tukiachana na hayo. Isaya anasema ya kwamba 16 anasemaje? Anasema kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye dhamani, msingi ulio imara. Yeye aaminie hatafanya haraka. Yeye aaminie ni jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye dhamani, msingi ulio imara. Yeye aaminie hatafanya haraka, nami nitafanya hukumu kuwa ndiyo kanuni ya haki, kuwa ndiyo timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatakayogharikisha mahali pa kujisitiri. Bwana asifiwe. Angalia Isaya anasema hivi. Anasema kwamba nitafanya jiwe, tatengeneza jiwe Sayuni. Jiwe hili ni jiwe ambalo limejaribiwa. Asema hivyo Bwana. Isaya asema Bwana wa majeshi. Asema kwamba asema hivi, tazama naweka jiwe, naweka sio nitafanya. Naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa. Amen. Mambo mengine Biblia inasema kwamba hili neno la Mungu limejaribiwa, sio mara moja, sio mara mbili, si mara 3, 4, 5, 6 mpaka 7. Limehakikishwa, halina ubaya, linaponya, linaokoa, linalinda, linachunga, linahifadhi, linaongoza, linabariki. Hili neno. Na ndio Isaya akasema kwamba Mungu anasema hivi, ya kwamba nitafanya nini? Nitaweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye dhamani, msingi ulio imara. Ndiyo hili neno ambalo tunalosema. Wewe unatafuta misingi, unatafuta tu vitu viishe kwenu, lakini hauangalii kila ambacho kitakacho kuweko, kila ambacho kinaweza ondoa, kila ambacho kinaondoa misingi hii mibaya, kila ambacho kinaondoa huo uchawi, kila ambacho kinaondoa hiyo limitation, kila ambacho kinaondoa hiyo mikosi, kila ambacho kinaondoa hiyo vitu ambavyo haviko, ambavyo vinaonekana umaskini. Ni neno hili. Maana wale ambao wamekwisha gusa hili na kuambia tazama matokeo yao, hata kama Biblia inasema kwamba mtu ambaye anaye practice haitachelewa, na hata kama itachelewa Mungu atafanya nini? Atatenda. Amen. Kwa hivyo mpendwa, tuko hapa. Haya ndio maneno ambayo tunayozungumzia katika Hosana Faith Center of Kenya, hapa Nairobi Lungalunga. Mahali tulipo hapa, tuko hapa na ibada zetu, na kuanzia leo, naona leo ni Monday, hatupumziki, tunaangalia, tunatafuta Mungu. Kesho tuko hapa kwa fellowship, siku ya Tuesday. Wednesday tunakuja hapa kuomba, tutaombea mambo kama haya. Nataka ujiunge na sisi pia. Saa zingine unaweza omba hata ukiwa mbali. Unaweza kuja siku nyingine ukafanya nafasi ukakuja.
Thursday tena tuko na ushirika fellowship ya Thursday kuanzia saa 11:30 tuko hapa mpaka masaa ambayo Mungu anaturuhusu. Wakati mwingine kunakuwa kimeumana, watu wanaombewa, tunafanya deliverance, tunaingia ndani tunaomba, masaa inaenda. Hatuwezi sema kwamba tunamaliza saa 12, lakini saa nyingine kama roho wa Mungu ameamua watu waingie ndani, walilie Mungu, waombe Mungu, waabudu Mungu, then masaa inakuwa imeenda. But we don't talk about hours. Kila ambacho tunachofanya kama kinatubariki, hata kama ni kesho yake tunafika, but we don't sleep here. Tukiomba tunaenda tu kwa masaa ile ambayo Mungu ametujalia. Friday tuko hapa tena katika maombi, tunakuja kuomba. Saturday tuko hapa usiku, tuko na kesha, tunaomba hapa Saturday. Sunday tunaamkia ibada, tunafanya ibada ya nguvu, bado tunapambana vita vya roho za umaskini, za misingi ya umaskini, za vitu vibaya viletavyo umaskini, vile tumegawiwa, vile tumepewa na watu tukafikiria kwamba ni vizuri, lakini kumbe ndio vilikuwa vinachangia kwa misingi yetu watu kuharibika. Daudi kama hangeligundua, hangelijua, kama hangelijua angekufa hivyo. Maana anasema kwamba nilizaliwa katika uovu, mama yangu alinibeba mimba katika dhambi. So dhambi inachangia misingi mibaya. Yule anayetenda dhambi mpaka leo hii ako katika misingi mibaya. Maanake misingi ya dhambi ndio ilifanya Mungu akaangamiza Sodoma na Gomora. Ndio ilifanya akachafua. Nimesoma hapa ni Genesis chapter 6 verse 5. Mwanzo 6:5 inasema kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Amen. Ndio akaangamiza, akaona ya kwamba maovu yamezidi duniani, mwanadamu kila anachowaza ni baya tu. Leo hii nakwambia kwamba misingi ambayo ilikuwa Sodoma na Gomora, misingi ambayo ilikuwa na kina Adamu katika shamba la Edeni, misingi ambayo ilikuwa na kina Kaini kwa ndugu zake, misingi ambayo ilikuwa Sodoma na Gomora iko, na ndio hii ya dhambi, ndio hii ya uharibifu, ndio hii ya roho mbaya. Hata ndio hii, kuna mahali nilikuwa nimesoma na niambia kwamba about corruption, inaongea kuhusu corruption, ya kwamba mambo haya ambayo tunaoongelelea, it is about corruption. When your spirit is corrupted, then hautaangalia mambo ya Mungu. Watu wanaogopa Mungu mpaka kiasi ya kwamba hata kama jambo litawafaidi. Lakini mtu mwingine anataka kazi, lakini anajua kwamba nikisha ingia tu hapo basi nitatajirika. Watu wengine waliandikwa hapo miaka 10, miaka 20, miaka 30, lakini mtu anakuja, yeye target yake ni kuiba, ni kutajirika, ni kufanya, na kuambia hiyo wewe uko na roho ya umaskini. Ijapo utapata mali, lakini roho yako ni ya umaskini. Yesu akaambia yule mtu ambaye aliyemwambia kwamba aliyesema alikuwa amestarehe, ametengeneza mali nyingi, amevuna mavuno, amejaza magala zake, sasa amechuna divai yake, anataka kunywa. Akasema kwamba sasa moyo wangu sasa kaa, utulie, unywe, ufurahi, uishi vizuri. Akamwambia wewe ni mjinga. Angalia, huyo mtu alikuwa tajiri, lakini Mungu akaangalia kwamba kaona hii mali ni dhalimu, hii mali si ya kweli. Zakayo Yesu alipoingia kwake akasema niko na mali, na kweli kalikuwa katajiri. Akasema niko na mali, lakini alipokiri akakiri kwamba nimenyang'anya watu ile ambayo nimechukua kwa watu kwa nguvu, na ile nimenyang'anya watu nataka kuwarudishia. Tawarudishia mara tatu. Angalia, na alikuwa ni mtu tajiri. Sasa utajiri mwingine
ni dalili ya umaskini. Kumaanisha ya kwamba Lazaro kama Zakayo kama hangekutana na Yesu ili ya kwamba aombe msamaha, ili ya kwamba asamehewe, ili ya kwamba afanye refund vile ambavyo mwenyewe amehusudia katika moyo wake, kama hangelifanya vitendo hivyo, kama hawangekutana na Yesu, angeliendelea kuwa tajiri, lakini mwishowe maisha yake ingeangamia kwa sababu ilikuwa ni mali ya udhalimu. Kwa hivyo utajiri hatutaki wa kuonekana. Biblia inatuahidi, inasema ya kwamba mtu mwenye haki atakula matunda ya nchi, na mtu mwenye haki hawezi kulala njaa. Ndio hata Paulo Daudi anasema ya kwamba tangu niwe mdogo hadi nikiwa mtu mzima sijaona mtu mwenye haki amelala njaa, wala watoto wake wakiombaomba mkate. So please, mambo haya ambayo tunasema ya umaskini ni watu wamekimbilia mali, tamaa. Watu wamekimbilia vitu vya dunia hii, ndio wameadvansisha umaskini, sababu kile wanachoona ni umaskini tu, lakini wapate utajiri kwa njia mbaya. Biblia hii imesema ya kwamba na neno hili moja tu peke yake ukisikia litadhihirisha ya kwamba hivyo ni vitu vya kutetemeka, hivyo ni vitu vya kupita, hivyo vitu sio vya muda. Litadhihirika ya kwamba hili neno linaweza maliza hizo vitu, hiyo misingi ikaondoka, alafu wewe ukabaki na vitu ambavyo havitetemeki. Ndio maana amesema ya kwamba tazama, nitaweka jiwe katika Sayuni, ambalo litakuwa jiwe la msingi, limejaribiwa, limekuwa test na limekuwa proof ya kwamba mtu yoyote atakaye likimbilia atakuwa salama. Asante sana. Malizia, tufanye wrap up, alafu mimi nikushukuru tu msikizaji wetu. Asante sana kwa mambo hayo mazuri ambayo ukiyafuatilia yatakuwa afya katika mwili wako, yatakuwa afya katika maishani mwako. Itakuja kurevive mambo fulani, itakuondoa uoga, itaondoa aibu, itaondoa umaskini. Neno hili limehakikishwa. Anasema kwamba baraka za Mungu hazikuji na huzuni, zinatajirisha. Watu wote watajua kweli huyu jamaa amebarikiwa. Huyu jamaa ni Mungu amembariki. Huyu kweli ni Mungu ameleta hii mali. Haitakuwa na question mark. Watu wanakula na hawamalizi, na unapatia watu, maana ni baraka ya Mungu. Watu ambao ni maskini ndio wanaogopa hata kupatia watu. Wanasema kwamba mtu maskini hata amechukiwa na jirani yake. Hata umbwa pia zimemchukia, zimeogopa. Siwezi enda hapo, hakuna kitu itapata hapo. Lakini baraka za Mungu zinatajirisha. Ni za haki. Kwa hivyo hii maneno, hiyo misingi kiondolewa, kuna watu aibu imemshika kwa sababu ya misingi. Na aibu imefanya mtu huwezi enda nyumbani kama watu wanakuona. Lazima ujifiche, uende kwa matanga, tena urudi siku hiyo umerudi mara moja. Lakini watu wanaenda hadharani. Watu wanaenda, wanajua fulani amekuja, yuko nyumbani, tuende tumsalimie. Wanakuja bila uoga, wanakaa, unaongea na watu vizuri. Yaani watu wanakupenda. Wakija lazima wakuja wakusalimia. Watu wenyewe wanakuja tu hata bila kuita watu. Kwa hivyo misingi kiondolewa, mtu anakuwa free. Inakuwa ni kama captivity, umefungwa mahali fulani. Ni ufungwa fulani umekuwa ndani. Huwezi kwenda mbele, huwezi kurudi nyuma. Lakini the moment unatolewa hiyo maneno, sasa unaanza kuona mwangaza. Unaanza kuona vitu vikubwa. Unaanza kufikiria mambo makubwa. Hauwezi kuwa sasa umefungwa kwa kitu namna hii. Sasa huwezi kuona nje, huwezi kuona ndani. Ukiona kila mtu unaona kama ni mtu, huyo ni shetani. Unaona, yaani moyo wako umechukia kila mtu. Lakini misingi ikiondolewa, sasa mtu anabaki yule mtu ambaye Mungu anataka kutembea na yeye. Anakufanya vile anataka, anakutairisha na anakuinua juu na anakuweka juu, unaonekana na kila mtu. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Pengine tusikie watu ambao wako na wako na wameleta maoni hiyo. Wacha nipatie dakika 2 niseme hii. Mathayo 7:24 inasema hivi: basi
kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na yule mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua iliponyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu yule mpumbavu aliyejenga kwenye mchanga. Sasa angalia, Yesu akawa anapimanisha haya mambo na msingi na mchanga, ya kwamba msingi wa mawe ambao umejengwa. Nimesema hivi, wakati mwingine mambo mabaya hayatupatiangi nafasi yako na sisi, sako kwa bako, wanasema sako kwa bako, yako na sisi sambamba, yanaendanishana nasi. Jambo baya ukiona jambo linafanyika, ili linatoka hapa linaingia hili, unajaribu kubishana, linaenda hivi, ujue ya kwamba misingi ndiyo mibaya. Hiyo nyumba ilijengwa kwa mchanga. Inasema kwamba mafuriko itapeleka, hata upepo itapeleka, maji mvua itanyesha ndani, vitu zitafanyika, jua linakuja itanyesha, itaangaza ndani. So ujua ya kwamba hiyo misingi ndiyo imebomoka. Na sasa hii misingi kama imebomoka inaleta umasikini. Ukiwezi jenga nyumba mbili zikianguka na uwe bado huko uko sawa. Na kuna mtu alijenga nyumba moja tena hajaribu pesa. Ni pesa zinapotea. Umasikini unakula watu. Umasikini unatupora. Umasikini unatufilisisha. Ndio sababu tunasema kwamba tuendee misingi, kama vile Yesu amesema hapa, ya kwamba mtu mwerevu anajenga msingi wake wa mawe katika mwamba. Na mvua ikija haitatetemesha, haitaangusha, maji haitapita ndani, haitaporomosha. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ninakuambia hiyo ya kwamba njoo tukutane siku ya Sunday tutakuwa tunaomba. Tutakuwa sasa tukubomoa tu. Tutakuwa tunabomoa tu hiyo misingi, hata iwe ya wapi. Hiyo misingi ya umaskini, hiyo misingi ambayo imefanya watu tumeishi bila kujulikana, bila kuonekana vile tulivyo. Tulitoka nyumbani tutoroke umaskini, tuko hapa Nairobi, bado umaskini unatuleta. Tunataka kuhamisha mtu mahali, tunataka kusongesha mtu mahali, tunataka kupatia mtu kazi, tunataka kuongeza mtu mshahara, tunataka kupatia mtu mke mzuri na mtu bwana mzuri, tunataka kutengeneza nyumba ya mtu, tunataka kutengeneza maisha ya mtu, tunataka kuandaa karamu mzuri ya harusi, tunataka kuandaa function mzuri ya graduation ceremony, tunataka kuandaa mambo mazuri, tunataka kuandaa ibada ambayo Mungu atakubali. Baada ya kuvunja misingi ya umaskini, watu watakuja na pesa, watu watashika pesa na watajua ya kwamba Mungu yupo, anayepeana, anayefanya. Mtumishi, mtu wa Mungu, mahali ulipo, naomba ya kwamba kama umesikia na umeona haya, Mungu aliye juu mbinguni, Mungu anayeguza watu, akuguze wewe, aguze maisha yako. Tangia leo anza kufatana nasi, ujue hii mambo ya misingi, ili ya kwamba Mungu akufanyie jambo. Na wewe pia useme kama vile Zakayo alivyosema ya kwamba ninataka kutoka kwa hiyo, ninasarenda hiyo, ninaachana nayo. Ile mali niliibia watu wameibiwa mali zao na wakaletea watu wao. Hiyo sio utajiri, hiyo ni umaskini. Na wewe sasa tena sema ya kwamba kweli nimekaa. Yule msichana alisema ya kwamba nimeishi maisha nikawa give up, nikaingia katika mambo mabaya. Angalia vile inampromosha, angalia vile ilimpeleka. So mtu wa Mungu, Mungu akubariki, lakini uko na neema ya Mungu. Utaanza kusikia, utaanza kwenda na utaanza kufikiria kuhusu kutoka katika umaskini. Na neno hili ndio limesemekana ya kwamba ukinapolisikia na kulitenda, litakuwa utajiri katika maisha yako. God bless you. Asante sana. Pengine fundi wa mitambo tuambie tu mtu amesema nini hapa. Kuna mtu ameongea jambo. Kuna mtu wetu kutoka diaspora anaitwa Borin Bori. Yes. Yeye ndo tuko naye hapa. Anatuambia vile mambo inaonekana kwa ground, network ni mbaya,
ilikuwa imesumbua kidogo. Yes. Ametuambia hapa for now, ametuambia network iko sawa. Amen. Naona Valentine Kaemba amesema ako tuned ndani. Amen. Badila pia naye ako ndani, anatuandikia Bible verse wa Efeso 2:1. Amen. Tuko ndani na yeye amesema ako tuned lunga. Amen. Hapo ni inside ya hiyo page yetu. Tuingie kwenye live yetu hapa. Tukaweza kuona hapa naona brother Dennis Sifuna. Yes. Keep the good work you are doing, men of God. Amen. Hallelujah. Thank you Sifuna. Sifuna brother Dennis. Dennis baada akarudia tena akasema I'm getting you live. Amen. From where? Hakusema mali yako. Okay, sana. Na mwingine anaitwa Ouma Frank. Oh, Frank. Franco from Kayole. Amina. Asante sana mkuu. Mama Gift. Those are our Mama Gift pia yeye ako ndani. Amen. Basi mwenyewe akarudi tena. Akasema I'm watching, I'm blessed. Amen. Thank you sana Valentine. Umali amesema watching. Watching. Salamu kwa wingi. Amen. Omari, wapi bwana? Muziki tunakosa. Na mwingine anaitwa Brenda. Anasema tuned in from Mbotela. Amen. Asante sana. Anaitwa Felix akasema amen. Amen. Na mwingine anaitwa Rusi Madewa Anyango. Si mwenyewe. Amen. Yes. Asante sana Lucy. Kuna watazamaji wengi ndani. Kama Victor Ouma. Yes, Victor. Ana Siombua Rongo. Hiyo ni VCC. VCC mumeakilisha. Asante sana. Na Charles Mugeni. Amen, Charlie. Amina. Na Yoko Dan comedian. Oh. Amen. From Syokimau. Mwingine anaitwa Evelyn. Amen. Henry. Eva. God bless you so much. Mwingine anaitwa Naomi Karuki Mweni. Karuki, Mungu akubariki sana. Asante kwa kutune in. That is a big support. Mungu akubariki sana mwanangu. Na mwingine anaitwa Alan Bulumwa. Alan Bulumwa. Alan, Mungu akubariki. Huyo ni my former workmate. Mungu akubariki sana. Thank you for tuning in, believing in us, continue following us and watching us, listening to us. Utakuwa blessed. Say again, you'll be blessed. Na mwingine anaitwa Eddie Mo, all the way from Kamaju. Asante sana my brother Edu. Mungu akubariki sana. Amina. Na mwingine anachita kijana wa wajana. Kijana wa wajana. Amen, kijana wangu. Mungu akubariki sana. Na mwingine anaitwa Kingpin. Kingpin. Yeah. Amen. Kingpin, Mungu akubariki. Na mwingine anaitwa iPhone Bruno. Yvonne Lunalo. VCC meakilishwa. Mungu akubariki. Mungu awabariki sana wanangu. Amen. Hallelujah. Asante sana mtazamaji wetu. Umesikia hawa ambao wamesema kwamba wanatupata, na pia sikiza kwa makini mambo. Wewe fuatilia ndio uweze kujua kwamba hii mambo wanaongelelea misingi. Ujue kwamba kama hauko katika misingi yako maisha itasumbua. Na jaribu ungangane, ujue kama vile Daudi alivyongangana na akajua kwamba kumbe misingi yake ni ya kwamba mama yake alishika mimba yake katika maovu. Sasa hatujui kama ilikuwa ni mpango wa kando ama namna gani, ama kama alikuwa mahali kwingine, then hatujui. But ngangana sana kama vile Daudi anavyosema tu ya kwamba misingi yake akajua kwamba ilikuwa katika uovu. Na wewe pia ni jifunze. Paulo amesema ya kwamba wakati huo pia sisi tulikuwa kama wafu. Hiyo ndio misingi tumelitoka ndani. Kwa hivyo tukisileki inaweza tufata, lakini wiki hii tunangangana nayo, tunaomba juu ya hiyo. Kama uko karibu usikose kesho Wednesday, Thursday mpaka Friday. Tuko katika kanisa hili. Na Sunday ndio kilele. Tunasema hashtag ni kila mtu kwa church. Hashtag ya Sunday ni kila mtu
wa church. Tunaenda kuvunja misingi hiyo mibaya ambayo inaletea watu umaskini. Umaskini wa roho, umaskini wa kuona, wa kufikiria, umaskini wa kufanya, umaskini wa kuishi, wa kukula na kuishi vizuri. Tunaenda kuvunja. Hata mimi pia niko ndani. God bless you. God bless you so much. Asante fundi wa mitambo. Yes. Mungu akubariki sana. Asante kwa kazi nzuri. Asante brother Josephat. Amen. Kwa kuwa pamoja na kufahamisha watazamaji wetu mambo mzuri ya Mungu. Mungu awabariki. Tuonane wiki ijayo. Endelea kutufuatilia katika Hosana Faith Center of Kenya. Tunakuanga live under banner ya Pastor Joseph Ogwena. Then hii kanda hii ya hii meza hii utaipata kwa YouTube. Kwa YouTube utatafuta Hosana Faith TV. Faith for all. Hosana Faith TV, Faith for all. Unaipata katika YouTube. Na zingine zile ambazo zimekuweko, tufuatilie baada zetu ziko kule, utazipata. Alafu pia tunashare katika Hosana Faith Center of Kenya. Katika hiyo group hiyo utaipata. Ni Facebook utapata hiyo. Alafu Red Boy Music. Pia music. Ako hapo pia utampata. Saa zingine tunaingia live na Red Boy Music. Tunakuwa live. Unatupata hapo. Ukienda kwa Red Boy Music pia utapata hizi ni program zetu zinapatikana huko. So God bless you. Mungu akubariki sana. Tuendelea kutufuata na utuambie, utueleze, tuulize, tutajibiana na tutaongea. God bless you. Bye bye. Sister yetu Pauline Boli amesema amen. Thanks kwa mahubiri ya kujenga mchungaji. Amen. Pauline all the way from Saudia. Mungu akubariki sana. My daughter. To watch and listen to man of God. Amina. Mungu akubariki sana. Be safe. God bless you. Na watoto wote wale wako nje, watoto wangu wote ambao wako nje, wote wale watoto wangu wote ambao wako nje, wale ambao hao ni watu wa nguvu, especially hao wanawake ni wa nguvu, hao wasichana ni wa nguvu. Kwenda kufanya kazi nje, wewe ni mtu wa nguvu. Mungu awabariki, uwe na mali, uwe na pesa, hii ikuguse, kwa sababu hii ni kutoa umaskini. Na nyinyi mlishachukua hatua ya kwanza, mlivunja hiyo misingi ya kuenda kufanya kazi ili muwe na pesa. Watu wasiwanyanyase kwenu, wasiwanyanyase kwa familia, wasiwanyanyase kwa manyumba zenu. Mungu awabariki sana. Msaidie watu wenu, msaidie wazazi. Kama mume wako wako hapa, msaidie. Kama watoto wako wako hapa, wasaidie. Uondoe hiyo misingi ya umaskini. God bless you. God bless you so much. Amen. Good night. Amen. Good night to you all. Thank you, my daughter. Amen. Thank you. Amina. Asante sana. Amen. This is a podcast 1%.